taasisi ya Ahmadiyya kwa kuguswa kwenu, kwa uungwana wenu, kwa kushirikiana na jamii ili kupunguza makali hasa ya kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Kuna hadithi sahihi kabisa ya Mtume Muhammad ambayo inasema ahibba linafsi ma tuhibbu linafsi, wapendelee watu kama unavyoipendelea nafsi yako. Hiki wanachokifanya leo Ahmadiyya na namna wanavyozipendelea nafsi zao ni vile ambavyo wameamua kuwapendelea watu. Lugha ya mjini wanasema wanachokipata wanagawana na wenzao. Tuwashukuru sana. Tuombe taasisi zingine za dini, taasisi zisizo za kidini, asasi za kiraia ziwe na tamaduni za kuendelea kushirikiana na serikali, ziwe na tamaduni za kuendelea kushirikiana na jamii. Tanzania hii ni yetu sote na tutaijenga sisi sote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tunaendelea na siku za saumu, na pamoja na saumu tunayo leo siku ya taasisi yetu ya Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya ambayo tunaazimisha kila mwaka tarehe 23, lakini kulingana na uwezo na kulingana na upatikanaji wa watu tukafanya 22 leo. Kwanza tunaazimisha siku hiyo, siku ya taasisi yetu ambaye imeasisiwa tarehe 23 1889 na mwanzilishi wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya anaitwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, Masihi na Mahdi. Kwa munasaba ya siku ya leo na kwa munasaba ya mwelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sisi tumeandaa zawadi ya Idi au zawadi kwa ajili ya iftari ya mwezi mtukufu wa saumu, na tumeandaa zawadi hapa kwa familia 150 katika eneo la mitaa mbalimbali ya Morogoro mjini hapa, na mheshimiwa mkuu wa wilaya pia alikuja hapa ya kuhudhuria na kushuhudia matokeo ya leo. Tunayo furaha ya hali ya juu sana ya kusaidia watu ambayo wanahitaji msaada. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufanya hii kazi ya kusaidia na kuhurumia mwenzetu wanadamu. Tunashukuru kwa hilo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Sheikh Abid Mahmud Bati, ni naibu amiri wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya pamoja na mkuu wa chuo cha Jamia Ahmadiyya hapa Morogoro. Tukio lililofanyika hapa leo ni maazimisho ya siku ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, kwa maana ya kuasisiwa kwa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya kwa tarehe hiyo ya 23 Machi. Na mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya katika maandishi yake sehemu moja amesema mera maksudu wa matlubu tamanna khidmati khalqasti, kwamba shabaha na lengo hasa la ujio wangu ni kuwatumikia wanadamu. Kwa sisi tukio lililofanyika leo ni kuiga na kufuata maamrisho na mfano mzuri wa mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, na katika kufanya jambo hili kugawa misaada katika wale wenye uhitaji maalum na ndugu na jamaa na marafiki na majirani wa karibu. Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya mara nyingi au siku zote haijali kabila la mtu, rangi ama dini ama dhehebu, kwa maana wale wote wenye uhitaji kwa kuzingatia ubinadamu kwanza, ndio hasa huduma nyingi za Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya zinazingatia ubinadamu kwanza na utu kwanza kuliko dhehebu ama kabila ama dini. Kwa hiyo ndio jambo ambalo tumetekeleza kama wajibu wetu, kama sehemu ya imani yetu, kama sehemu ya jukumu letu.
Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe siku zijazo pia, kama huku nyuma miaka kadhaa tunaendelea, na huku siku za usoni pia atujalie. Naam, niweze kutoa wito kwa ndugu wote wengine, taasisi zingine pia, ya kwamba kusaidia mwanadamu mwenzako sio lazima uwe na malaki na mamilioni. Ukiwa na chochote kidogo tu, ukiwa na ungo kila moja na ukigawana na mwenzako nusu kilo, ndio msaada wenyewe unapoanza. Kwa hiyo tukiwa na desturi hii katika jamii yetu, Mungu akitujalia, hatuwezi kuwa na watu ambao wanaweza kulala na njaa kama tutakuwa na moyo wa namna hii. Mwenyezi Mungu atujalie sana kuwa na moyo wa namna hii, kwamba kila mmoja sawa na wasawa kinafasi yake, kidogo alichokuwa nacho aweze kujali kwa wenzake. Sisi tumejaribu pamoja na mtu mmoja kuwapata kwa kupitia serikali za mitaa, lakini pia baadhi ya taasisi ambazo zinazowalea wale waathirika wa madawa ya kulevya, tumejaribu kuwapelekea msaada huo. Vile tumejaribu kusaidiana na afisi ya mkuu wa wilaya pia hapo nyuma kidogo, lakini vile taasisi, kwa sababu inaazimisha siku hii duniani kote, kila sehemu tunaendelea na jambo kama hili mlivyoona hapa nchini, na hata nchi zingine pia tunaendelea na maadhimisho haya, na desturi kama hii tunaendeleza kote, na bila shaka tunashirikiana kufanya juhudi hii hata kuwafikia baadhi ya taasisi. Kwa mfano, hata Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema kesho kutwa Jumatano watakuwa katika gazeti la wanawake, na tumeahidiana kama inshallah tuangalia namna ya kushirikiana naye katika hilo pia, kupeleka hata kule pia msaada wa namna hii kwa wale ambao ni wafungwa wa kina mama, kama nao waweze kupata msaada au huduma inayohitajika. Kwa majina naitwa Hamis Kilongo, diwani wa kata ya Kionda, lakini niko kwa niaba ya Mheshimiwa Hamisi Dwata, diwani wa kata ya Kionda Magorofani. Hakika ndugu zetu wa Ahmadiyya, Mwenyezi Mungu awazidishie sana, ni upendo wa hali ya juu mno kukumbuka wenzio ambaye hawana chochote. Unaona, hapana, kwenye siku yao kubwa wakaona ni bora kuwafariji na kuwawezesha ili waweze kusherehekea sikukuu ama kwa ajili naftari pia kwa ajili ya mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hiyo kubwa zaidi tunazidi kuwaombea dua ili waweze kupata zaidi na zaidi, ili waweze kuendelea kukumbuka ndugu zao ambaye hawana mahitaji. Lakini kubwa zaidi, natoa wito kwenye taasisi zingine. Ili jambo lililofanywa na taasisi hii ya Ahmadiyya ni jambo kubwa mno. Kwa hiyo taasisi zingine wafanye kama hivi. Unajua, siku zote jambo zuri linafaa kuigwa. Kwa nini tusiwaige ndugu zetu? Sababu wao kila mwaka wanafanya hivi, basi waweze kupata. Unajua, mtu akiwa anafanya hivi anatoa elimu kwa wengine. Basi mimi nawahusia sana taasisi zingine ama mashirika ama watu binafsi tuweze kuiga mambo mema yanayofanywa na ndugu zetu wa Ahmadiyya. Kwa hiyo mimi kubwa zaidi nawapenda sana kutoa wito huo ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu mahitaji. Kama Shekhe mkuu wa Ahmadiyya alivyosema, nyumba 40 kulia 40 kushoto, wote hao ni ndugu zako. Kwa nini usiweze kuwasaidia ndugu zako ambao wenye mahitaji? Basi kubwa zaidi tumurudie Mwenyezi Mungu, tukumbuke zaidi maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kuwa wema zaidi, tuweze kuwa wanyenyekevu, tuweze kuwa waungwana. Mimi naitwa ndugu Saidi Kibayasi, mwenyekiti wa mtaa wa Kionda Magorofani B. Tukio la leo kwa kweli tunashukuru sana kwa wenzetu wa Ahmadiyya, wameonyesha mfano mzuri kwa kuwa hawana ubaguzi. Wametoa chakula hiki kwa ajili ya sadaka ya fitri kwa wananchi wote, Waislamu na ambapo na sio Waislamu, wote tuko kwa pamoja hapa, na tunashukuru. Waendelee na moyo wao kwa huruma. Mimi kwa jina naitwa Joyce Elia Kinyaha, naishi mtaa wa Godes. Mimi hapa nilipo ni mjane, pia nimepita kwenye matatizo mazito. Kwa hiyo ninavyopata kitu kama hichi, kwa kweli nafarijika sana. Mungu awabariki. Nimefiwa na watoto wangu 3 ambao ndio walikuwa wananitunza badala ya baba yao. Mungu alikuwa hasa kilimo wilaya. Lakini kwa bahati mbaya nimemuuguza miaka 11. Kila tulichokuwa nacho kiliweza kupotea. Na watoto wale ambao walikuwa na kazi wananisaidia, nao wameshafariki, watoto 3 wa kike. Kwa hiyo wapo wengine lakini hawana kazi. Wana kazi za kuhangaika hivyo. Na mimi nahangaika, nikipata kisenti na hangaika, nafanya biashara. Sijachoka kufanya biashara, sikuwa mtaji nao unanisumbua. Kwa mfano sasa hivi hata mkiniangalia nikitoka kulazwa
goti hili limevimba, alafu na pressure mbaya mpaka nikifika hospitali wanashangaa. Tatu ambacho kitu kinachoniumiza kwa kweli, utafutaji umekuwa mdogo. Alafu pia hata baadhi ya vitu vyangu nilidhulumiwa. Mfano mashamba yote. Sina hata mahali pa kuweka muhindi wa mjukuu achini. Pia na nyumba ndio kwa tuliokuwa nayo. Kuna mtu tutaka tumuuzie kwa kuwa ilikuwa mbali. Naye kanitapeli baada ya mume wangu kufariki, akasema kwamba hela tulishampa mume wako. Hiyo nikabaki nipo tu. Mungu namshukuru mume wangu kwa kuwa ndio kuna kibanda basi. Ninapopata msaada hivi utasaidia mimi na wajukuu. Kwa mfano huyu mjukuu mmoja ambaye Mungu amenisaidia amemaliza form 4, tunangoja majibu yake yaje. Mama yake alifariki kaniachia na miezi 5. Haya, huyu mwingine alikuwa na kazi yake nzuri tu, naye amefariki. Ameacha watoto 3. Sikuwa siishi nao. Wako kwa baba wanakuja tu mara kwa likizo. Yote kazi ya Mwenyezi Mungu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunapopata hivi napenda kula na watu. Maisha yanaenda.